Abu Suleiman, nasikitika shamba yangu imekwenda, kila nikifata hapa nikiwaambia jamani, mbona mwaniharibia shamba, nitapanda wapi? Waniambia ondoka mama wewe, hapa si kwa hii shamba ni ya serikali, si wewe. Namwambia kwani mimi si serikali? Serikali yenu ni ya chini, yetu ni ya juu. Si tumepawa kazi hapa tuwafanye. Jamani, mimi mbona mwaniharibia shamba yangu, mwanikatia hapa, mwachimba mchanga tu mkitoa mkiuza. Basi mimi pia si ningekuwa napata kitu kidogo. Hakuna kitu mama utapata, serikali ndio inakula. Nikasema jamani, kumbe hakuna uongozi hapa. Ni mimi tu naonewa shambani kwangu. Kule juu kumejengwa. Nilisema paka nikachoka, nyumba zimesimama. Nikija huku shamba ya chini nako pia kwafanywa michanga yatolewa hata kwa mto. Mimi nashindwa nitafanya nini? Hakuna kitu ambacho kilionyesha tukua hapa ni prison. Tangu baba wamekaa wameenda, tumekuzaliwa wengine wameenda, hatujaona mtu wote akituambia mashamba ni ya prison. Lakini leo hii tunashangaa mashamba ni ya prison. Kalabati ya kupita pale watoto hawezi kupita. Watu walikuwa na bwana maji huku mtoni. Watu wakubwa na bwana maji. Leo hii tufungiwa paka njia, tutapitia na wapi? Watoto watapitia na wapi? Tunakaa mpaka tuko squatter, na sisi ambao mashamba ni ya kwetu tangu zamani na zamani. Hata tunataka tuonyeshewe kile kitu ambaye tutadhibitisha, tujue hiki kitu kilikuwa ni mashamba prison na kibali chake kilikuwa ni hiki, na watu walipokuwa hapa hata mkikaa mjue mashamba ni ya prison, watu onyeshe kidhibitisho yenyewe. Tuone hiyo ambayo watuambie hiki ndio kibali, hata japokuwa mlijenga hapa kibali ndio hiki cha prison, mlikuwa mnakaa kama squatter. Lakini sisi squatter hapa ni kwetu na hatutaondoka. Hata kwa nini, hata kwa vita. Sisi bado tuko hapa. Na wajukuu watoto hawa na wajukuu. Lakini shamba ya kwetu tunashangaa vile imechimbwa. Na nilitoka kule nikaja paka hapa na kutama askari na mabusu. Nakutama askari na mabusu. Naambia kina baba, mbona mwanichimbia shamba yangu? Shamba gani? Hii shamba ni ya nini mama? Si shamba yako, shamba ya serikali. Naambia shamba ya serikali gani? Shamba ya kwetu ya jadi imekuwa shamba ya serikali. Akaniambia, nikamwambia basi nyinyi mtaingiaje shamba ya kwetu? Kama mimi mwenyewe nina shida nikichimba mchanga. Mimi mwenyewe nina shida. Hii shamba hii tukikuwa na shida wenyewe tungechimba mchanga yetu tukala pesa zetu, sababu sisi wenyewe pia tuna shida. Lakini wenyewe shamba yetu vile iliachwa na wazee, hata kuchimba. Sababu wazee walituwekea mashamba tulime. Hatujakia kuchimba mchanga sisi. Akatuambia mama, nenda kwa DC. Hapo uende kwa Dio. Na mimi sasa kwa Dio, sasa kwa DC. Tena nyinyi si mna bunduki, nilengeni basi. Sababu nyinyi mwapiga watu bunduki. Tukupigi bunduki. Nikamwambia baba, hiki ni cheo. Tafadhali shamba yangu achaneni nayo. Shamba yangu achaneni nayo. Nikatuma mtoto wangu aje angalia. Akawaambia, wakakataa kabisa, paka leo wamefika korongo. Mamangu shamba kwetu Lakini kwa kuwa hili shamba halifaidishi mtu, hili shamba litapotea. Tunataka kusema on our dead body. The time now we are coming in politics. Juzi tumeambiwa tungoje siasa ipite ndo mambo ya prison yambalizwe. Mwaka juzi 2022 pia tuliambiwa ngojeni siasa ipite ndo mambo ya prison yaishe. Yaani tuwafanya mafala siasa ipite, watu waingie wapige katafunua zao. Mimi nataka kutuma message kwa governor. Governor ni mtu mzuri sana, lakini hana mawaziri. Hana mawaziri kabisa. Mawaziri ni wazembe. Mawaziri ni wafisadi. Mawaziri, they are very cosmetic in performing their performances. We are saying no, enough is enough. And it is not that we are hating anybody. It is not that we have jealous with anybody. No. Kila mbuzi nakula urefu wa kambaki. Kile kidogo changu nashukuru nacho. Kama utakuwa na taswira ya kwamba Jumana una wivu, sio na wivu wote. Ile afya nilionayo na Mungu alinijalia kutoka kwa mama mangu, hiyo tosha, neema tosha. Kwa hivyo hicho ni chako. Na najua kaburi lote liko uniform. Hakuna kaburi la gorofa. Guys, it is high time the community tusimameni, tushikane, tuweze kujitetea. Lakini kama tutategemea tutetewe, tumechelewa. Ushahidi tumeona, tujaona. Korongo limetokea, lijatokea. Mchanga wauzwa. Hakuna enforcement hapa county. Wako wapi? Tuambiwa kuna barua imeandikwa ikatiwa chooni ama ikatiwa wapi? If the letter is there, we want to have evidence so that we can implement that letter against whatever is doing. County government ndio serikali ya ugatuzi. Nina imani hata governor anaweza kuja hapa akazuia hizi vitu vyote zisiendelee. Na kwa heshima yake ataheshimiwa, havitaendelee. Sasa angalieni ajabu tutatoka hapa na Jupiter governor na mtaona vitaendelea. Ni madharau, si madharau. Lakini hayo yote pia tutasema ni tunataka tuone kweli governor Jupiter governor amekuja hapa, itaendelea ama itasimama. Na kama itaendelea, tutamtetea nani? Tutalia na nani? Sisi tutalia na nafsi zetu ya kwamba hatutakubali. Mimi nataka kuuliza serikali kuu, Why are they not fighting for the rights of their people? Wao hawajaoni kuumizwa wananchi wa Taita Taveta. Kile mimi nataka kuambia wananchi wangu ni kwamba
Leo tumekuja hapa na tutakaa hapa mpaka tuhakikishe mbivu na mbichi imesemekana na tumejua tunasonga mbele. Hatuwezi kuwa sisi tunanyanyaswa kila siku na shamba ni letu. Kwani watu wanakuja hapa leo kuja kutumiza na kutuangamiza? Juzi tumekuwa pale na DCC na akatuambia vizuri sana ya kwamba watataka tuongee, lakini hakuna ofisa wa national government yuko hapa. Hapa tumekuja kama county government peke yake. Wao national government wako wapi? Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. We not here kuumiza wananchi wetu. Tuko hapa kwa kisha wananchi wanapata haki yao. Na haki yao ni shamba la. Hatutakubali watoto wanyanyaswe. Kina mama wamekaa hapa wamelima kwa miaka na miaka. Leo unakuja asubuhi unakuta shambani kwako kuna maofisa wa prison wamesimama wanatoa mchanga. Mchanga wenyewe unatolewa hapa, pesa wanaweka mfukoni kwao. Hii pesa ifike hata kwa county government. Officers wa county government wakija hapa, enforcers wanafukuzwa wanapotoka pasi kwao. Sasa kwani serikali tuliochagua na kuja kutunyanyasa sisi ambao tuko hapa? Tumesema hapa imetufika kwa koo. Hatutakubali, piga ua. Hapa hatutoki. Kwanza tunarudi consult sheria. Wamevunja sheria zote. Wawe tayari Talimbo iingie pale. Wajua wamezoea wanatufanyia, tunanyamaza. Hii mlungo kwaeni wanafanya. Safari hii wacha Mungu yuko, lakini hata Mungu anasema ujitetee ndio naye akutetee. Safari hii tumesimama kidete, tunajitetea. Nataka nishukuru ofisi ya governor na tuko na deputy governor hapa. Vile tulikubaliana Msambweni kusio na approval, hata hapa hakuna approval na hakutakuwa na approval. Haitakuwa. Na hiyo ndo nguvu yetu moja, kuonesha kwamba linalofanyika hapa limekiuka sheria, na sheria ni msimeno, inakata mbele na nyuma. Ukivunja sheria utapambana nayo. Hataki kujua wewe ni nani, wewe ni mkubwa prison, wewe ni kiongozi gani. That is not our problem. Taita tumechoka kuchezewa. Rais Ruto pale huko, tukupenda sana. Ulipewa kura sana na tutakupa kura na tunasema tutam, lakini haya yanayoendelea yatakupeleka nyumbani asubuhi. Hili ni jambo rais ulivalia njuga, kwa sababu Taita imechezewa sana. Tunadhalilishwa, tunadharulia mpaka kwa milango yetu. Saizi hapa ndio mashamba iliyobaki ya watu wa Voi kupata chakula. Yakishaenda na hiyo the so called prison, hawa wote wanaopata maisha hapa wanaenda wapi? Viongozi wa taifa la Kenya, kuanzia kwa rais wetu Mheshimiwa Daktari Samoei Ruto, akiwa amekalia hicho kiti, ukiwa umekikalia hicho kiti, ukumbuke kwamba wewe ni mhudumu wa raia wote wa Kenya. Maskini wa chochole, hata wale matajiri walio na utajiri upeo. Sasa ikiwa utanyamaza, maskini chochole akiumizwa, utakuwa umefanya makosa. Na ni vile tunavyosema, sisi tunakupenda sana, tunakuunga mkono sana kwa yale mambo yote unatufanyia, lakini swala la ardhi Taita Taveta tunataka ulivalie njuga. Ukianza na hii Ore Park ambapo tumesimama hapa. Manake Ore Basin, sorry. Si Ore Park, ni Ore Basin, tunaita Ore Basin ambayo iko Kaloleni ward. Ulivalie njuga kwa sababu tunaambiwa ati. Ninasema ati. Hapa ni prison. Hii prison ambayo ni taasisi ya kitaifa. Tumeketi tukasema, na mimi mwenyewe nilikuwa mwenyekiti wa huo mkutano, tukasema simamisheni hii kazi ambayo mnasema mnataka mfanye pale mpaka wakati tumetatua hili swali. Lakini sini hao wanaendelea. Wanakiuka katiba, hawakiuki. Manake tumeagizwa tushirikiane. County government ishirikiane na national government. Sasa kama taasisi za national government hazitakubali kushirikiana na sisi, tutafanya kazi namna gani? Hapo ndipo mnaleta migogoro ambayo haieleweki na watu wengine waweze kupoteza maisha yao. Manake tumekataa kusikizana, tumekataa kufuata sheria. Hiyo haikubaliki. Na hapa kuna mambo ambayo yanaendelea, leave alone the construction. Kuna mambo mengi yanaendelea hapa ambapo ni illegal.